The same story, new chapter. Tunapokutanisha mawazo ya watu, tunapoangalia yale yanayowakumba wao, kwani sisi hatujui ila ulimwengu wao unazungumza kitofauti. Najua wewe ni shujaa, najua wewe ni mpambanaji unayetaka vitu vya kutofauti kwenye jamii yako. Yapo yanayokufanya ufikirie sana zaidi na vile ambavyo ulivyo. Hii leo kwenye new story, the same chapter, wewe ni shujaa wetu. Nikukaribisha kwa siku hii ya leo tena kuendelea kusikiliza simulizi ya Jennifer. Mimi ni Madam T, unasikiliza 98.7 Banana FM, na nikukumbushe tu kwamba simulizi zetu pia unaweza kuendelea kuzipata kupitia mtandao wa YouTube. Ingia kule andika Banana FM TZ, hakikisha umesubscribe na utaweza kusikiliza simulizi ambazo tumekusogezea kule. Tunaendelea ambapo tumeishia siku ya jana, tukikumbushana kwa uchache sana ile iliyotokea siku ya jana. Jennifer anatuambia kwamba alibaki kwenye peti ya shemeji yake, na ni kwa maelekezo kutoka kwa dada yake akimwambia kwamba abaki, lakini abaki kwa lengo la kumlinda, ila kulinda yani asifanye chochote kile kibaya. Lakini mwisho wa siku Jennifer anasema yeye ndo ambaye amefanya baya, yeye ndo ambaye amejikuta amehusika kwenye kutembea na shemeji yake, jambo ambalo anasema yeye haikuwa lengo lake, hakuwa na mpango nalo, wala hakuwa anawaza kufanya hivyo, ila anasema ilitokea, yani imetokea tu kutokana na mazingira yalivyokuwa ipo. Na Jennifer anasema kwamba kuna mtu ambaye alirekodi, lakini alifanikiwa kumtumbukiza kwenye maji na simu ikitumbukiwa kwenye maji, kwa hiyo anaamini kwamba zile video hazitaweza kufika popote, hazitaweza kwenda popote. Basi Jennifer anasema kwamba anatuambia kwamba baada ya mambo yote akarudi nyumbani, asufa amekucha, amerudi nyumbani, lakini cha ajabu kafika kule kwa wifi yake tena hamkuti dada yake ambaye ni Miriam, hamkuti. Jennifer anasema nilisikia ukichaa. Sasa hapa tunamuingiza wifi kwenye matatizo, alafu sielewi dada Mariam atakuwa ameenda wapi. Napiga simu yake inaita lakini haipokelewi. Simu inaita lakini kupokelewa haipokelewi. Jana anasema basi mimi mbio nikarudi kuelekea nyumbani, na anasema muda ambao mimi nimeenda nyumbani ninajua kabisa huu muda kama ni baba atakuwa ameenda kazini tayari na mama naye atakuwa ameenda kazini. Kwa ngoja nikaangalia kama dada Mariam yupo kule kuliko kupiga simu kuulizia, alafu nikiulizia itakuwaje, yani nitauliziaje, nitaonekana kama kuna mambo hayapo sawa. Basi jana nasema mimi nikatoka nikarudi nikaenda nyumbani. Sema kufika nyumbani nikakuta nyumba ipo kimya, pako kimya. Nikaingia ndani. Sasa nilipoingia ndani nikakuta chumbani simu ya dada Mariam ipo, lakini pia zile nguo zilizokuwa amevaa jana zipo. Nikajua okay, itakuwa amefika nyumbani. Nasema nikatoka nje. Nilipotoka nikakutana na jirani, ndo akaniambia kwamba Miriam alikuja usiku, amezidiwa kifua, pumu imembana, imemshika na dawa Jeff anasema mwishoni dada alikuja kuniambia kwamba dawa alikuwa hajabeba, kwa hiyo ndo maana alirudi nyumbani moja kwa moja ili aje abebe kile kidawa chake, achukue kidawa chake, lakini ndio hivyo alifika akiwa na hali mbaya tayari, kwa hiyo ilibidi ampeleke hospitalini. Na asema mama ndo alimpeleka hospitalini, baba yeye anaenda kazini. Jennifer anasema nimerudi, yani kwanza nina hofu, nina stress, yani ninaogopa. Naona kama dada akija kujua kitu nilichokifanya, yani kuna siku tu anasema ukweli, siku zote huwa haujifichi, kuna siku huenda kitatokea. Alafu nasema kikumbuka pia yule Felix ananiambia eti mimi kwamba hajajuta kufanya vile na mimi, na amevutiwa na mimi, yani anatamani kama hichi kitu kisiwe kimeishia tu pale, iwe ni muendelezo. Wakati Jennifer lazima mwanzo tulikubaliana kwamba ni kwa sababu tutaribu kwenye hali mbaya na msaidia kwa sababu hiyo tu, wala sio kwa nia nyingine, nia yoyote nyingine ile. Lakini anasema kwamba alikuwa anaambia maneno ya ajabu, yani vitu vya ajabu, akiniambia kwamba atanilinda, nimemfanyia kitu ambacho watu wanisahau, ananishukuru, sijui aje kukutana na mwanamke kama mimi. Jennifer anasema nikikaa hivi nikiwaza ninasikia kuchanganyikiwa. Anasema nilijikuta
sijalala vizuri usiku na mimi ni mvivu wa hali ya juu, lakini Jennifer anasema nilifanya kazi, nilisafisha nyumba, nikapika chai, nikaandaa kila kitu, nikaandaa vitafunio, nikafanya usafi nyumba nzima, nje, vyombo, nikaosha. Kila usafi nilifanya. Jennifer anasema mimi sio kawaida yangu kabisa. Yaani mimi bila kuambiwa fanya kitu fulani sifanyi. Ndivyo ambavyo nilivyo. Bila kuambiwa kwamba kafanya kitu fulani huwa sifanyi. Lakini Jennifer anasema saa hii yani nilikuwa nina hofu vibaya mno. Nikawa nasema lakini kama video haisikunika, ani dada yako haisikujua chochote kile, kwani una hofu hivyo? Lakini lazima najiuliza maswali, najijibu mwenyewe. Najijibu mwenyewe. Nina hofu ya hali ya juu. Naogopa, yani naona kama nimefanya kitu cha ajabu yani kitu kibaya sana. Na Jennifer anasema mbaya zaidi, mamangu mimi anamjua vizuri sana Miriam, na Miriam ni mtu ambaye ni mwazi sana kwa mamangu. Kwa hiyo mamangu pia anajua kwamba Miriam ana mpenzi wake ambaye anaitwa Felix, na anajua kwamba wapo kwenye mahusiano lakini hawajui kufanya chochote. Na anasema mamangu anamwamini sana Miriam kitu anachomwambia, na ni kweli, ni ukweli kweli Miriam hajawahi kufanya hivyo. Na hiyo Jenny anasema nini, nikifikiria nikiwaza siku ambayo laweza likatokea la kutokea tukafumwa, nikawa nawaza what if kama kuna mtu mwingine labda alituona mimi nikiwa naingia chumbani na yeye akiwa anakuja kunigongea chumbani. Yaani najiuliza maswali mengi. Yaani anasema ile stress ikanifanya sasa nikakosa usingizi kabisa. Nikuta nimefanya usafi wa kutosha. Sasa mamangu na dadangu ilipofika muda wakarudi. Walivyorudi wao wenyewe walishangaa. Kwa sababu sio kitu cha kawaida. Nyumba imewaka. Usafi umefanyika. Yaani mpaka harufu ya nyumba imebadilika. Jana nasema nimefuta hadi vumbi kwenye madirisha. Nimefanya usafi wa kila design wa aina yote. Yaani ninatamani nifanye kitu ambacho kitanifanya nichoke, nisiwaze vile vitu vilivyotokea jana yake. Nisiwaze. Basi, jana nasema alipokuja nikawakaribisha vizuri. Karibu mcheni, nikampa dada pole, akaniambia asante, akaniambia kwamba alizidiwa njiani, kwa hiyo ikabidi angeona kama angeenda kulala pia singeweza kulala, angeenda kumpa tabu wifi. Kwa hiyo ndio maana alikuja huko kwa ajili ya kuchukua dawa. Kwa hiyo anamwambia tu mama amechukua usafiri kwa ajili ya kuchukua dawa, lakini ndio hivyo akazidiwa njiani. Ndio alivyomdanganya mama, akamwambia kwamba ametokea kwenye party. Basi Jennifer anasema nikawa sasa nimekaa naanza kama dada anaweza kawa ameshajua chochote, lakini haoneshi kama mtu amejua chochote. Anaonyesha tu amedhoofika ile kutokana na kuumwa. Basi Jennifer anasema nikawaandalia chai pale, nikasogezea chai. Mamangu akaniambia jamani, ghafla shetani amekuwa malaika. Mpaka tunaandaliwa na chai tunaikiwa mezani, hii ni maajabu. Jennifer anasema hata simjibu mamangu. Nacheka tu, namsikiliza nacheka. Lakini Jennifer anasema nina hofu kupita kiasi. Na sasa tumekaa pale tunakunywa chai. Yaani nimekaa yani sina amani kabisa, yani sina amani. Mamangu akaniuliza mbona kama haupo sawa? Nikaambia hapana mama, nimechoka tu na kazi nilizofanya, ni uchovu tu, nipo sawa. Kweli? Nikaambia kweli nipo sawa. Yeye anasema wakati ule nikatoka nikaenda jikoni. Nasema nilipoenda jikoni mamangu alinifuata tena. Akaniambia Jennifer, nakujua vizuri mwanangu. Wewe ni binti yangu. Yaani nakujua vizuri sana. Jennifer anasema mamangu akanishika kwenye kichwa, kwenye kipanda uso, akaniambia unaumwa. Una shida gani? Nikamwambia hamna mama, nipo sawa. Jana anasema moyoni natamani niseme, lakini nikisema ninavomjua mamangu, sijui itakuwaje. Naogopa kusema, naogopa kuzungumza. Jana anasema sasa ilinibidi nikae kimya, nisiseme chochote. Sasa tukamaliza pale, akaniambia kama umesema umechoka, umefanya usafi umechoka, sasa hivi mimi naenda zangu kazini, pumzika na dadako pia apumzike, baadaye mtamka mpike mle. Sisi paka jioni tena ndio tunarudi hapa. Na kisha nimepika chakula. Basi kweli Jennifer anasema mimi kweli niliingia ndani, lakini nilipoingia chumbani yani sipati usingizi. Namsemesha dadangu vitu vieleweki. Nikamuuliza dada, hivi kama nitakuwa nimekosea kitu, kuna yani utanisamee? Akaniambia
makosa gani tena? Kwanza akaanza kuniuliza kwanza ilikuwaje? Usiku wa jana ilikuwaje? Sherehe ilisha salama? Sio ya nini? Nasema anauliza maswali mengi kama sherehe ilisha salama na ambacho ilisha salama. Nikamwambia kama kuna kitu nilifanya makosa utanisamee. Akaniuliza kitu gani? Nikamwambia chochote kile yani ambacho nitakuwa nimekukosea utanisamehe. Akaniambia kama ni issue ya Felix wala usijali mdogo wangu. Yule ni mwanaume, kama ulishindwa kufanikiwa kumlinda vile ambavyo inapaswa kuwa, basi ni kitu ambacho pia kwa namna moja ama nyingine nilitegemea, kwa sababu ni mwanaume yuko pale anakunywa pombe, anafanyaje, kwa kuna uwezekano chochote kile kutokea, ila ninachojua mimi ananipenda. Kwa hiyo kama kuna ulishindwa kumlinda Felix dhidi ya wale wasichana, mimi nitakusamehe. Jana nasema namwangalia dadangu nikisema yani akijua kwamba mimi ndo nimelala na Felix hatanichinja, hatanifanyaje mimi, hatanifanya nini? Jana nasema wakati dadangu anaelezea hivi nikana mwangalia tu mpaka ananiambia mbona unaniangalia hivi? Kwani alitembea na nani? Wewe ulimuona alikuwa na nani? Mbona unaangalia ni kama una wasiwasi? Nikamwambia hamna bana. Wala hata sio hivyo. Mimi nimekuuliza tu. Basi jana anasema akalala zake pale, mimi hakuna usingizi unaokuja. Ghafla sema nimekaa naona simu yangu yani kumekuwa na calls nyingi. Lakini pia kwenye simu ya dadangu kuna calls nyingi sana. Zipo zinaita na ni za Felix. Mimi nikasema binafsi siwezi nikampokelea Felix simu. Kwa simu nyingi ambazo alikuwa anapiga ni Felix. Nikasema siwezi nikampokelea Felix simu kwa sababu kwanza kabisa kwa maneno ambayo alikuwa anaongea ni kwamba kile kitu ambacho tumefanya yeye hajajutia kufanya vile. Anataka yani kiwe muendelezo, kitu ambacho mimi siwezi. Lakini pili yani sitaki stories na hizo zote zile. Sitaki kabisa. Sema kwa hiyo ilivyokuwa inaita kwa simu ya dada, nikamwamsha dada nikamwambia kwamba simu yako inaita, alikuwa ni mpenzi wake hivi. Kaita akasema kwamba anatoka anaenda kuonana naye, yuko karibu tu na nyumbani, amekuja kumuona, anataka kwenda kuonana naye. Sema Felix ni mtu ambaye anatembea na usafiri wake binafsi, ana gari, kwa hiyo anakuja kumuona anaondoka. Kwa sababu anasema nikamuuliza unajua kwa nini anakuja kukuona? Akaniambia labda kwa sababu nilimwambia naumwa ndio maana amekuja kuniona. Nikamwambia hivi kitokea mfano Felix akawa kuna kitu amekifanya kibaya jana, utamsamehe? Akamwambia itaniumiza, lakini kumsamehe nitamsamehe kwa sababu najua ni mwanaume, alafu kuna vitu ambavyo mimi na mnyima najua kabisa lazima afanye, kwa hiyo nitamsamehe. Sasa nikamwangalia dada yangu nikasema maskini, yani najijutia, nasema hivi Jennifer kwa nini ulifanya vile jana, lakini siwezi kurudisha muda nyuma. Jana nasema dada yangu alivyoondoka tu nikampigia simu Felix, nikamwambia Felix, naomba kabisa nikwambie, yani dada yangu hajui chochote, hafahamu chochote, please nakuomba usimwambie chochote dada yangu, nakuomba sana sana sana, usije ukamwambia kitu chochote dada yangu. Felix ananiambia usijali, kila kitu kitakuwa sawa, najua jinsi ya calm down. Nikamwambia kitu gani kitakuwa sawa na nini nikaachana, nikasema nikamwacha kwa sababu nilihisi labda anaweza kawa amefika, nikaachana naye. Nasema ile na nimeachana na Felix, narudi sasa kwenye jumbe kwenye nawasha data. Nasema nimeingia kwenye group, nakuta vai yule dada amenitumia tena ile video kwa namba nyingine, akiniambia kwamba wewe sio ulifanya mjanja. Sasa tukubaliane, utanipa hizo pesa au utakubali video hii nisambaze kila mahali, paka kwenye magrupu ya kanisani, kwa kila mahali wakuone. Nasema wakati ule sikutaka kuchukua muda mrefu, nikamrudia Felix, nikamwambia Felix, umeona kitu ambacho amekifanya Vai? Nikamtumia ile video. Anasema hivi ndio unaiona sasa hivi serious Jennifer? Nikamwambia ndio, really ndio unaiona sasa hivi. Akaniambia ingia kwenye magrupu ya kanisani, ya vijana, ya wapi, pote hiyo video ipo na status ya Vai kaweka hiyo video. Kwa hiyo kila mahali wanafahamu. Jennifer anasema nilishua pause. Nilishua pause kwa sababu ilikuwa video ambayo Felix akiwa anamtambulisha
anamtambulisha Miriam kama mpenzi wake. Alafu pia wakati huo ikaekwa video ambayo mimi niko na Felix kwenye maji kule tunavocheza kwenye maji. Ile video ile imepostiwa, kila mtu ameiona kwenye kumbe zile simu ambazo zilikuwa zinaita nyingine zinaingia, nilikuwa ndio hiyo video imepostiwa, kwa kila mtu ameshaiona. Ndio maana nilikuwa napigiwa simu. Jennifer anasema nilishiwa pause kabisa, nilishiwa, sikutegemea kama imeshajulikana. Nikasema dadangu akija hapa atanichinja. Jennifer anasema wakati ule nimekaa ninaanza na kuwaziwa, nazunguka chumba kizima na kizunguka, naenda narudi, naanza tu Miriam akirudi nitamwambia nini mimi, nitafanya nini mimi. Jennifer anasema nimekaa kidogo kama dakika 15, Miriam kasikia anafungua mlango. Jennifer anasema kwa leo wengi nikajikuta nimemfuata kule mlangoni. Anasema amefura hasira, anaonekana kabisa amefura hasira, akaingia mpaka ndani. Nikawa naomba tu dada, naomba unisamee dada, mimi sijafanya chochote. Anasema nimeomba msamaha, nimeomba dada nisamee, mimi naomba nisikilize nikwambie ilivyokuwa, naomba tuzungumze. Lakini Jennifer anasema dadangu alikuwa anapanga nguo zake akidai kwamba anaondoka. Wakati ule sikujua kama alikuwa anataka anaondoka, anasema anaondoka anaenda wapi. Lakini Jennifer anasema uhasama ambao nilitengeneza na dada yangu ndio ulianzia hapo. Akapanga nguo zake akadai kwamba anaondoka, na anasema kweli nimeongea na dada yangu sana, nimeomba msamaha sana, lakini yeye hakunisikiliza kwa lolote lile. Aliendelea kupanga nguo, hakutaka kuongea na mimi chochote, hakuzungumza chochote zaidi. Niliona ni machozi yanateremka usoni mwake, kwenye macho anatoa machozi, ndio kitu ambacho kilikuwa kinamtoka. Hajazungumza neno lolote, hakuniambia naenda wapi. Nikana basi dada niambia unaenda wapi, naomba nisamee na nini. Jennifer anasema nilimbembeleza Miriam bila mafanikio, aliondoka bila kusema anaenda wapi. Nasema nikawaza, alivyoondoka nikampigia Felix, nikamwambia Felix, naomba nisaidie kuongea na Miriam asiondoke, ni dada yangu, nimemkosea pakubwa, nimemkwazwa pakubwa, lakini sikutaka yote yawe hivi, wala mimi sikutegemea wala sikudhamiria kufanya hivyo. Akaniambia kwamba wewe usijali, atakuwa tu sawa. Nikamwambia umwambie nini? Akaniambia eti nimemwambia kila kitu, nimemwambia ukweli. Nikamwambia Felix, ungeacha tu ikatosha ile video, tukajitetea na ile video, umwambie kila kitu, umwambie ukweli nini? Akaniambia usijali, atakuwa sawa, vitaisha, atakuwa tu sawa. Hivi nikamwambia Felix, unajisikia unachokizungumza? Jennifer anasema kweli. Nikamwambia kumbe matajiri ndivyo mlivyo, hamjali hisia za mtu mwingine, nyie mnafanya kila kitu mkiasi kama mnaweza mkahendo kila kitu na nini na nini. Jennifer anasema nikawa nalia, nikamwambia dada yangu ameondoka, mimi ndo dada yangu, ndo mtu pekee anayenielewa, hajawahi kunifanyia baya lolote, alikuwa ananilinda kila kitu, yani tumefanya mengi na yeye, tunaelewana sana mimi na yeye. Nimemkosea kiasi kikubwa hivi, na kuambia eti uje count down umwambie wewe, unaniambia tena umwambie kila kitu. Kila kitu gani Felix? Umefanya nini? Umeharibu kila kitu. Akaniambia kwamba upo wapi? Nikamwambia mimi nipo nyumbani. Akaniambia mimi sijaondoka hapa, nimemwona Miriam aondoka na bodaboda, njoo tuzungumze. Nikamwambia mimi na wewe tuzungumze nini? Tuongee. Jennifer anasema, akaniambia wewe njoo nisikilize mimi. Jennifer anasema kwa hasira nilizokuwa nazo, nikabeba ile pochi ambayo ilikuwa ina hela, nikafika nikamtupia pesa zake. Nikamwambia hizi pesa ulizonipa ndo ambazo zimekufanya unakuja kunitenganisha mimi na dadangu. Unaenda kumwambia dadangu ukweli, badala ungenitetea hata kwenye kile kidogo ambacho umekifanya kisijulikane kama kuna kingine kikubwa. Wewe unasema umwambie ukweli. Akaniambia hapana, mimi sio makosa yangu. Nikamwambia ni makosa ya nani? Usingemwambia ukweli, kulikuwa na ulazima gani? Hata kama umefanya nini, yani hata kama umejisikia vipi, usingekuwa na maana yoyote ya kumwambia vitu vyote. Umedhamiria kunitenganisha mimi na dada yangu, si ndio? Akaniambia hapana, hayo ni mawazo yako tu, mimi nitajua nitafanya nini ama mambo yote yataisha. Nikamwambia utafanya nini? Jina langu limechafuka kila mahali, na nitakuwa nanyoshwa kidole kila mahali. Kanisani sitasubutu kukanyaga, kila mtu atanyoshia mimi kidole, nitaonekana mtoto nsiokuwa na adabu. Babu yangu mimi ni mchungaji, unafanya kitu kama hicho, unategemea mimi babu yangu yani mimi nionekane mjukuu? Yani hata sijui nielezee vipi. Umenifanyia kitu ambacho sikutegemea. Tulikubaliana kwamba yale mambo yaishie pale, lakini umefanya vitu vya ajabu, umezingua sana. Jennifer anasema nilikasirika mno, nilichukia mno, lakini sasa Felix anaonekana sio mtu ambaye anajali.
So mtu ambaye anajutia kufanya vile, hajutii, ndio kinachonikera na kuniumiza zaidi. Mimi dadangu ameondoka, ameenda wapi? Mamangu akija itakuwaje? Babangu akija itakuwaje? Yani natamani kama hata nirudi chuo. Hapo tena kule chuo yenyewe nimefeli, natakiwa niende nikaanze upya. Nimechanganyikiwa. Kiufupi, yani nimechanganyikiwa. Itakuwaje? Jennifer anasema yako mengi sana ambayo ameyapitia kutokana na ile alilomkosea dada yake. Yani ndio chanzo cha yote ambayo ameyapitia kwenye maisha yake. Amekosea sehemu ambapo hawezi kuparekebisha. Anasema anatamani ingekuwa ni nyumba kama imepasuka ufa, ajue atajenga tena upya, lakini hapajengeki. Pagumu, kuna nini? Itakuwaje? Basi tutaendelea pia kwa siku ya kesho. Mimi naitwa Madam T. Endelea kusikiliza 98.7 Banana FM.